Kitendo cha Baba Levo na Mwijaku kutangaza nia ya kugombea ubunge kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kinazua mjadala kuhusu tasnia yao isiyo rasmi ya uchawa, sanaa ya kujipendekeza hadharani kwa watu maarufu au wenye nguvu ya kiuchumi. Baba Levo ametangaza kuwania ubunge wa jimbo la Kigoma mjini, huku Mwijaku akilenga jimbo la Mvomero, wakiwa wametumia uchawa kama jukwaa la kujijengea majina makubwa ndani ya tasnia ya burudani. Hatua yao ya kuelekea kwenye siasa inazua maswali kadhaa. Je, huu ni mwisho wa taaluma hiyo? Je, watawarithisha wengine mbinu zao? Na je, kizazi kipya kipo tayari kuchukua nafasi zao za uchawa? Baba Levo na Mwijaku wapo tayari kugawa mbinu walizotumia. Hadi sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwao kuhusu kuwafundisha wengine ujuzi wao. Hata hivyo, kwa vitendo na mafanikio yao tunayoyaona mitandaoni, tayari wamekuwa kama walimu wa kimya kimya kwa vijana wengi. Uchawa hauna shule rasmi, ni mbinu ya kutumia ushawishi, maneno matamu na nafasi za mitandao ya kijamii ili kujinufaisha. Kwa maana hiyo, mtu yeyote mwenye akili ya kufuata nyayo zao anaweza kujijengea jina. Iwapo watachaguliwa kuwa wabunge, itakuwa changamoto kubwa kwao kuendelea na hadhi yao ya sasa kama machawa wa watu binafsi. Majukumu ya kibunge yanahitaji heshima na kujitolea kwa wananchi wote. Inawezekana wakabadili mwelekeo wa mbinu zao na kuzielekeza katika uchawa wa kisiasa, yaani kusifia viongozi wao au sera za serikali. Huu si mwelekeo mpya, bali ni sehemu ya siasa nyingi duniani. Kwa hivyo, sanaa yao ya mwanzo inaweza kuendelea kwa sura mpya. Kuondoka kwa Baba Levo na Mwijaku kwenye kilele cha uchawa kutaacha nafasi ya wazi. Tayari mitandao ya kijamii inaonyesha viashiria vya vijana wanaojitokeza kuiga mtindo wao wa kuishi, wa kujipendekeza kwa watu maarufu au wafanyabiashara wakubwa. Mafanikio ya wawili hawa ni ushahidi kwamba uchawa unaweza kuwa chanzo halali cha kipato na umaarufu, na hivyo kuwa motisha kwa kizazi kipya. Soko la machawa bado lipo na litazidi kuhitajika kadri watu maarufu wanavyojitahidi kutetewa na kusifiwa hadharani. Safari ya kisiasa ya Baba Levo na Mwijaku ni ukurasa mkubwa kwao binafsi, lakini pia ni ishara mabadiliko makubwa kwenye jukwaa la uchawa. Ingawa hawajatoa rasmi kijiti kwa wengine, mafanikio yao ni somo kwa wengi. Uwepo wao utaacha pengo, lakini pia utatoa nafasi kwa kizazi kipya kuibuka na kubeba mwenge wa uchawa kwa mitindo mipya. Hii imeandikwa na Enki Frank. Mimi ni Sadi TZ. Hii ni Simulizi na Sauti. Naweza kunicheki kwenye mitandao yangu ya kijamii kwa jina la Sadi TZ_official.